Karibu mwana litorikia popote pale ulipo katika nafasi na fursa hii muhimu tena, ambapo tunaenda kujadili msingi wa pili wa mazungumzo mbele ya halaiki, na msingi huo ni kanuni 5 za ritorikia. Kwa haraka, kanuni ya kwanza inaitwa kanuni ya invitio, jinsi ya kupata wazo bora la hotuba yako au mazungumzo yako. Kuna wakati mwingine utaalikwa tu kwamba uje kuzungumza chochote. Je, unawezaje kupata wazo bora? Je, ziko hatua za kuzifuata ili kupata wazo bora ambalo utazungumza? Ndiyo, hatua zipo na zipo katika programu hii ya Miliki Stage. Kanuni ya pili ni kanuni ya dispositio. Dispositio maana yake ni jinsi ya kupangilia vizuri hotuba yako. Umeshapata wazo tayari. Wakati mwingine pengine unaweza ukaalikwa. Kwa mfano mimi nimewahi kualikwa kwamba njoo uzungumze juu ya AI, juu ya akili digitali, juu ya akili bandia. Maana yake mada nimepewa. Sasa hatua inayofuata ni ya kupangilia hotuba yako. Je, ziko hatua za kuzifuata? Ziko kanuni za kuzifuata ili uwe na hotuba inayobamba na kukonga nyoyo za wasikilizaji wako? Ndiyo, zipo. Na hatua hizo zote tutajifunza katika programu hii ya Miliki Stage. Kanuni ya tatu ni kanuni ya elocutio. Elocutio ni ile hali ya kuwa eloquent. Ni ile hali ya kuzungumza maneno kwa ufasaha kadiri ya lugha yenyewe inavyotaka. Badala ya kusema nimerara, unapaswa kusema au kuzungumza kwa ufasaha kuwa nimelala. Badala ya kusema nimekura, unapaswa kusema nimekula katika ufasaha wake. Na hivi ukisha andaa hotuba yako, unapaswa kufanya maandalizi ya kina ambayo yatakusaidia kuyatamka maneno uliyoyaandaa katika hotuba na mengine utakayoyatumia wakati wa uwasilishaji wa hotuba yako stejini kwa ufasaha na uzuri na umahiri. Katika hatua hiyo unaweza sasa kuitwa the stage master, mzungumzaji ambaye anamiliki stage. Hayo pia tunaenda kujifunza kwa kina katika programu yetu hii ya Miliki Stage. Lakini iko kanuni ya 4, kanuni ya memoria, kumbukumbu. Hotuba ni ndefu, hupaswi kukumbuka kila kitu. Mimi hapa sijaandika kila kitu ambacho nakizungumza. Unapaswa kukumbuka mambo ya msingi. Na hivi unapo-study, tunasema unatakiwa kui-study hotuba yako. Si unaikariri, hupaswi kukariri hotuba yako. Hata kama kuna wakati mwingine unaweza kuwa unasoma hotuba yako mwanzo mpaka mwisho, lakini watu ambao wanamiliki stage huwa hawasomi hotuba. Unapaswa kuwa na uwezo wa kuyakumbuka mambo ya msingi ambayo yamo katika hotuba yako. Na uwezo huo utaupata tu kwa kanuni hii ya memoria, kanuni ya kukumbuka mambo ya msingi, dhana za msingi ambazo zipo katika hotuba yako. Haya yote utajifunza vizuri kwa kina katika programu hii ya Miliki Stage. Rafiki yako anayekosa programu hii, mtumie message, mwambie unaokosa uhondo, kwa sababu haya ambayo utajifunza hapa yatakufanya definitely kuwa mtu ambaye utamiliki stage. Kanuni ya 5 ni kanuni ya pronunciatio. Pronunciatio ni jinsi ya kuwasilisha hotuba yako kwa umahiri na uzuri. Je, ukishafika stejini unapaswa kubehave aje? Unapaswa kuanzaje kuzungumza? Unapaswa kuwasilishaje hotuba yako ili uwe mzungumzaji unayemiliki stage? Hayo yote pia utajifunza katika programu yetu hii ya Miliki Stage. Baada ya hapa tutaenda kuangalia msingi wa 3 wa mazungumzo mbele ya halaiki katika moduli ya kwanza. Tazama moduli ilivyoshiba. Na msingi huo ni nguzo 4 za mazungumzo mbele ya halaiki. Tunamaliza hapa. Nguzo 4 za mazungumzo mbele ya halaiki. Hapa utajifunza, moja ni content, maudhui. Wataalamu wanasema kwamba content is the king. Content is the king. Je, ni kweli content ni mfalme? Kwa mujibu wa utafiti ambao ulifanywa na Profesa Melvin, ilibainika kwamba content, maudhui, hotuba yako uliyoandika ina mchango wa 7% tu katika kuhakikisha kwamba ujumbe wako unawafikia vizuri wale walengwa wako. Je, content au maudhui si kitu muhimu? Ni kitu muhimu sana. Tutakuja kujifunza kwa nini ni muhimu sana.
Lakini vile utajifunza nguzo ya pili ya mazungumzo mbele ya halaiki inayoitwa tuni ya sauti. Tuni ya sauti. Unaweza kuona utofauti hapa. Kwa mfano mimi nikija hapa nikasema, habari za usiku ndugu zangu, mnaendeleaje huko Tanzania? Na nikisema, habari za jioni ndugu zangu wapendwa popote pale mlipo, mnaendeleaje wakati huu huko mliko? Karibu sana katika programu hii ya Miliki Stage. Hebu linganisha hapo utofauti. Katika hii namna ya pili, kwa sababu ya sauti yangu itakuamsha hisia na utamakinika. Kumbe sauti yako ni chombo ambacho unapaswa kukitumia katika kuhakikisha unakicheza vizuri, ili wasikilizaji wako waandamane nawe na hatimaye uweze kuwakonga nyoyo zao na uweze kuwasukuma ili waweze kuchukua hatua ile ambayo unataka wachukue. Hatuendi kuzungumza stejini pasipokuwa na malengo, pasipokuwa na shabaha. Ni lazima uwe na shabaha, na tutapima kama wewe unamiliki stage kama tu shabaha yako itakuwa imetimia. Je, unaenda kuzungumza kwa nia gani? Unataka kuuza vitabu? Unataka watu wakupigie kura? Unataka watu wampigie kura mgombea wako? Yakishatimia hayo, ndipo tutapima umahiri wako katika rhetoric. Na nguzo ya tatu ya mazungumzo mbele ya halaiki ni lugha ya mwili. Ni lugha ya mwili. Kwa mfano nikizungumza, ndugu zangu wapendwa, leo tutazungumzia juu ya Miliki Stage, program ambayo ni bora sana. Na nikisema, ndugu zangu wapendwa, leo kwa ujasiri mkubwa tutazungumzia programu yetu ya Miliki Stage. Programu ambayo hata kama huelewi chochote, utakuwa na uwezo wa kuzungumza mbele za watu na kuwa mtu mashuhuri. Ninakuhakikishia utakuwa na uwezo mkubwa wa kutikisa misingi ya mioyo ya watu na watu wakachukua hatua. Hebu angalia lugha yangu ya mwili inavyoweza kusaidia kuelewesha na kusukuma watu kuchukua hatua. Na katika utafiti ule wa Profesa Merobin ambao tutakuja kuangalia kwa kina katika programu yetu, umeonyesha kwamba maudhui yana mchango wa 7%, lakini tuni ya sauti ina mchango wa 38%, na lugha ya mwili ina mchango katika kuhakikisha unachozungumza kinaeleweka, mchango wa 55%. Kumbe ukijumlisha tuni ya sauti na lugha ya mwili kwa pamoja, vina mchango wa 93% katika kuhakikisha kwamba wewe unawashawishi wasikilizaji wako. Hebu patia picha. 93% ya vitu vinavyotufanya tuelewane katika communication ni non-verbal things. Ni vitu ambavyo si vya kuzungumza. Vyote hivi utakuja kujifunza kwa umakini, nisikupe uhondo wote leo. Na nguzo ya 4 katika programu yetu hii ya Miliki Stage, katika msingi wa 3 katika zile nguzo 4 za mazungumzo mbele ya halaiki, ni wasikilizaji wako. Hapa utajifunza wasikilizaji wako ni akina nani, wanapenda nini, hawapendi nini. Ndugu zangu, unapoenda kuzungumza na vijana wa chuo kikuu ni tofauti na unapoenda kuzungumza na wahitimu wa masters, hata kama na wao wanatoka chuo kikuu. Unapoenda kuzungumza na walei wa kanisa Katoliki kwa mfano, ni tofauti na unavyoenda kuzungumza na makleri au mapadre. Na hivi ni lazima waelewe hadhira wako ni akina nani. Unapopata bahati ya kualikwa kuwa mzungumzaji, ni lazima uzikusanye taarifa hizi muhimu. Wasikilizaji wako ni akina nani, wana elimu gani, wana ndoto gani, hawapendi vitu gani. Nisikupe uhondo wote huu, utajifunza kwa kina katika programu hii ya Miliki Stage. Sasa tutaenda kuangalia module ya pili ambayo itazungumzia juu ya hatua ya pili. Haya yote yalikuwa ni hatua ya kwanza kabla haujafika stejini. Tunaenda kuangalia hatua ya pili sasa. Umeshafika stejini kabla ya kuanza kuzungumza. Ndugu zangu, tayari umeshafika stejini. Unapaswa kufanya nini kabla ya kufungua mdomo wako? Utaelewa vizuri haya yote katika moduli hii. Na katika moduli ya 3 tutaangalia, tunaenda kwa haraka jinsi ya kuanza kuzungumza. Umefika stejini, umefanya yote ya msingi ambayo nitakuelekeza kuyafanya. Unaanzaje kuzungumza? Hayo yote tutajifunza katika module ya 3. Je, uanze na maneno gani ili wasikilizaji wako waendelee kukusikiliza? Utajifunza hapa hayo yote. Na moduli ya 4 utajifunza jinsi ya kuwasilisha hotuba au mazungumzo mbele ya halaiki katika ile kanuni ya 5 ya retorikia, ambayo ni uwasilishaji wa hotuba. Katika moduli ya 4 sasa tutaenda kwa kina na tutazama ndani zaidi, hatua kwa hatua. Na hapa utajifunza mbinu zinazotumiwa na wazungumzaji mahiri duniani kama vile Donald Trump,
Katika public speaking huwa tunajifunza uwezo na umahiri wa Donald Trump katika kushawishi au katika retorikia. Lakini vile tutaangalia vile vile watu maarufu kama Joyner Nauka, watu kama Brian Tracy, watu kama Tony Robbins. Hawa wote tutakuwa tunajifunza mbinu zao wanazozitumia katika kukonga nyoyo za wasikilizaji wao. Haya yote utajifunza katika moduli ya 4. Katika moduli ya 5 utajifunza jinsi ya kuhitimisha mazungumzo yako. Kumbuka tafiti zinaonyesha kwamba wasikilizaji huwa wanakumbuka namna ulivyoanza na namna ulivyomalizia. Na hivi hii ni fursa nyingine tena. Kama ulianza vibaya, ni fursa ya kuhitimisha vizuri ili ujumbe wako usikike vizuri. Na kama ulianza vizuri, ni fursa ya kuendeleza yale mazuri ili wasikilizaji wako waweze kukuelewa zaidi na kuchukua hatua unayotaka wachukue. Baada ya kuona moduli ya 5, tutaenda kuiona moduli ya 6 ambayo ni ya mwisho. Hii ni hatua ya 6. Katika program tuna hatua 6. Kwa hiyo kila moduli ni hatua. Katika hatua ya 6 utajifunza jinsi ya kukusanya feedback, jinsi ya kukusanya mrejesho. Kama unataka kuwa mzungumzaji mahiri, ndugu yangu, ni lazima uwasikilize wasikilizaji wako. Kuna wakati wewe mzungumzaji unapaswa kuwa msikilizaji ili uweze kuwa mzungumzaji mzuri. Kwa hiyo wakati huu sasa unapaswa kukusanya feedback kutoka kwa wasikilizaji wako. Wapi ulipatia, wapi haukupatia, maneno gani yaliwavutia, maneno gani hayakuwavutia na vitu kama hivyo. Ukisha kusanya feedback, kila unapozungumza utakuwa unajiboresha. Na hivi kila unapopata wasaa kuzungumza tena, utakuwa pia unakuwa ni mtu mkubwa ambaye unazidi kumiliki stage. Baada hapa tutaenda kuangalia bonus za nguvu 3 ambazo nimekuandalia katika programu hii ya Medic Stage.